Ya, karibuni tena popote mlipo. Tunazidi kuwashukuru kwa kuweza kusimama nasi, hasa kuweza kusimama na channel yetu ya Get Ready Ministry. Hakika Mungu ameweza kutuita kama vijana tukiweza kutenda kazi yake. Inasikitisha sana kipindi hicho tunapoona vijana wengi wanapoteza maisha yao kule barabarani kwa ajili ya kuandamana mambo na ghasia, sarakasi hizi dunia zote. Mungu anasema kwamba katika kitabu cha Isaya kwamba dunia kuanguka inaanguka, dunia kuangamia inaangamia. Inaimba yumba, inalewalewa kama mlevi. Mzigo wa dhambi yake itailemea. Hakika dunia haiwezi kurudi sawa sawa. Ila ni watu waweze kumdia Mwenyezi Mungu. Sisi kama vijana tukiweze kujitoa, tukiweze kumtukia Mwenyezi Mungu. Ili tutaweza kuangalia katika somo letu la uchumi, katika darasa letu lijalo tutaweza kuzungumzia uchumi na hali ya nchi jinsi ilivyo. Manake inaweza kutabiriwa katika maandiko matakatifu. So nataka tukiweze kuingia katika neno la Mwenyezi Mungu. Tunaambiwa kwamba neno la Mwenyezi Mungu ni hai na litadumu hata milele. Yesu anapoomba, anaombea wanafunzi wake waweze kutakaswa katika ukweli. Katika kitabu cha Yohana pale anawaambia kwamba anapoomba anasema kwamba anataka wanafunzi wake waweze kutakaswa katika kweli. Na pia katika kitabu cha Yohana Injili, hiyo tunaona ni Yohana Injili 17:17. Yohana Injili 8:31 hadi 32 nasema, ikiwa mtakaa katika neno langu, mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli, nanyi mtafahamu kweli, naye kweli itaweka huru. So ni kipindi ambacho tunaicha ambacho watu wanahitaji ukweli. Ukiweza kuwatoa katika mateka yao ya dhambi, ukiweza kuwatoa katika mateka yao ya vitu vya kiulimwengu. Imekuwa kwamba ni kilio kila kunapokucha, ni huzuni, dunia kukaliki. Na hivi vitu vinajua kwamba vinatabiriwa katika maandiko. Tunaona kwamba mwisho umekaribia. So Yesu anakuita ndugu yangu, Yesu anakuita kaka yangu, tukiweze kujitoa kwa ajili ya kutenda kazi. Maana tunaambiwa kwamba mavuno ni mengi ila wavunaji ni wachache. Na Yesu anasema kwamba imetupasa kuingia katika ufalme wa Mungu kwa njia ya ziko kuu. Haijalishi ni kitu kipi ambacho kitaweza kutokea, bali tutaposimama katika upande wa Yesu Kristo, ataweza kutuacha, ataweza kutubeba, akiweza kutufikisha katika kipindi kigumu hiki ambacho kinakujia ulimwengu huu. Hiyo itawezekana tu hapo tukiweza kutoa maisha yetu katika Yesu Kristo. Anasema katika kitabu cha Petero ni wa 2:3-9 kwamba Mungu atamani mtu yeyote akiweze kuangamia, bali kukawia kwake anataka kwamba watu wote watubu, wakiweze kufikiria toba, ili mtu yeyote asije akaangamia. So ndugu yangu, ni kipi kinakuweka mbali na uso wa Yesu? Ni kipi kinakuzuia kuweza kumtafuta Yesu Kristo wakati una nafasi? Muda si mchache, hizi